Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Tumeingia Juma Takatifu. Katika kipindi hiki cha Kwaresma. Tumeingia katika Juma Takatifu kuanzia leo. Baada ya jana kuwa na siku ya mitende, tulipoona jinsi Yesu alivyoingia katika mji wa Yerusalemu kwa shangwe. Sasa tumeanza Juma Takatifu, tuongozwe na Marko sura ya 11 mstari wa kuanzia 12. Tuone jambo gani alilifanya Juma katika siku hii. Hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Na alipofikiria kuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini, akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Wakafika Yerusalemu, naye akaingia ndani ya hekalu, akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu. Akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao wauzao njiwa, wala hakuacha mtu achukue chombo kati ya hekalu. Akafundisha akasema, je, haikuandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Wakuu wa makuhani na waandishi wakapata habari, wakatafuta jinsi ya kumwangamiza kwa mafundisho yake. Maana walimuogopa. Narudia mstari wa 18. Wakuu wa makuhani na waandishi wakapata habari, wakatafuta jinsi ya kumwangamiza, maana walimuogopa, kwa sababu mkutano wote walishangaa kwa mafundisho yake. Na kulipokuwa jioni, alitoka mjini. Amen. Pendwa mtazamaji wa MHAE TV, kama nilivyokuambia kwamba leo tunaanza Juma Takatifu, na kwa sababu ya Juma Takatifu tunaloanza katika juma hili, tutaona mambo mbalimbali aliyoyafanya Yesu mpaka siku ile aliposulubiwa. Kwa hiyo Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi mpaka Jumapili atakapofufuka. Kwa hiyo kila siku kulikuwa na tukio. Sasa tukio la leo Jumatatu, alitoka Bethania kule alikolala. Akiwa njiani, akaulaani mtini ambao alidhani angepata matunda, lakini ukawa hauzai. Lakini pili, alipofika Yerusalemu, akakuta watu wanafanya biashara ndani ya kanisa, akawafukuza. Biblia inasema akawafukuza. Sio tu kuwafukuza kwa maana ya kuwafukuza, lakini aliwafukuza kwa nguvu mno. Aliwafukuza kwa mamlaka isiyo ya kawaida. Kwa hiyo kulikuwa na wameligeuza lile kanisa kama soko. Kwa hiyo akawafukuza, akasema nyumba hii ni nyumba ya sala, yaani nyumba ya ibada kwa mataifa yote. Ninyi mmeifanya kuwa soko. Hapana. Kwa hiyo akawafukuza. Hii inaitwa leo inaitwa ni siku ya kutakasa hekalu. Kwa hiyo siku hii ni siku ya kutakasa hekalu. Alipomaliza kuwafukuza wafanyabiashara mle kwenye lile hekalu, basi wakatafuta vijana na watu wenye nguvu wengine, wakaja wakatoa kila kitu ndani ya hekalu, toa kabisa, wakasafisha lile hekalu. Kwa hiyo siku hii ilikuwa ni siku ya kusafisha hekalu, kulifanya hekalu liwe safi. Kesho atakuwa na mafundisho, tutaona hiyo kesho, lakini leo ilikuwa ni siku ya kusafisha hekalu, kulifanya liwe safi. Kwa hiyo wamefukuzwa wafanyabiashara wote, kila mtu akafukuzwa mbali. Wakaja wakasafisha vizuri, likakuwa vizuri. Basi
Hivyo basi, katika mambo haya mawili, jambo la kwanza, kulaani yule mtu. Maana yake kama usipozaa matunda anayotaka Yesu atakulaani. Taifa la Israeli hawakumzalia Yesu matunda, kwa hiyo aliwalaani, akawalaani. Kwa hiyo usipozaa matunda unalaani. Sharti tuzae matunda. Biblia inasema zaeni matunda. Usipozaa matunda. Jambo la pili, ile la kutakasa hekalu au kusafisha hekalu, akawafukuza. Wewe na mimi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yesu akikuta uchafu hata kuondoa kwa nguvu. Unataka hautaki, utaondolewa. Maana yake kanisa lako, yani mimi na wewe, ni kanisa ambao tunatakiwa tubaki salama, tubaki safi, ili mwenye kanisa akija alikute likiwa safi. Kwa hiyo usijichanganye. Ukijichanganya na dunia hii na mambo ya dunia hii yakakuharibu, yakakuchafua, atakapokuja Yesu, cha moto utakipata. Cha moto utakipata. Wako watu wameingiza milioni mwao wafanyabiashara. Tena si wafanyabiashara tu, wafanyabiashara haramu. Wengine wanauza miili yao, wengine wanafanya mambo ya ajabu kwa kutumia mioyo yao. Mioyo yetu ni hekalu la Mungu analotakiwa kukaa ndani yake. Linapaswa kuwa safi. Hataki alikute likiwa chafu. Hataki alikute likiwa chafu. Akilikuta chafu, ninyi mliolichafua, cha moto mtakipata. Ukisoma Injili ya Yohana, siku moja, sasa hawasemi kama ndio leo, lakini wanasema siku moja Yesu alikwenda na fimbo akawafukuza wafanyabiashara kwa kuwacharaza kiboko. Kwa hiyo ogopa viboko vya Yesu. Ishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.